أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mominin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema kesho jumuiya ya Uingereza inaendelea kuandaa hafla moja juu ya kutimia kwa miaka 100 ya msikiti wa Fazl ambapo wamealikwa wageni na majirani pia. Msikiti wa Fazl una umuhimu wa kihistoria kwa kuwa huu ni msikiti wa kwanza wa jumuiya ya Ahmadiyya uliokuwa umejengwa katika makao makuu ya Ukristo, na kisha kutoka hapa mahubiri na mafundisho sahihi ya Islam yakaanza kusambaa kwa kiwango cha juu katika watu. Leo wapinzani wetu wanatuambia ya kwamba jumuiya ya Ahmadiyya ni mti uliopandwa na wazungu, lakini ni jambo la kushangaa ya kwamba kwa kupitia mti huo huo uliopandwa nao, kwa kudhihirisha mapungufu ya dini ya watu hawa waishio katika magharibi, uzuri wa Islam unaendelea kuhubiriwa katika nchi zao, na wenye kuleta shutuma hii hawakuweza kupata taufiki ya kuendeleza shughuli hizi za mahubiri. Ndiyo, kabla ya ujenzi wa msikiti wa Fazl, msikiti moja ulikuwa umejengwa katika Woking, na mjenzi wake alikuwa ni mtaalamu mashuhuri wa dini za kimashiriki G.W. Lightons, ambaye akastaafu kama mwalimu mkuu wa Oriental College Lahore, kisha akarejea Uingereza na mwaka 1889 akajengesha msikiti moja katika eneo la Woking. Hili ni jambo pia la ajabu ya kwamba huo ni mwaka ule ule ambapo jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya ikapatikana, na mwanzilishi wa jumuiya ya Ahmadiyya Mirza Ghulam Ahmad Masihi aliahidiwa akaanzisha jumuiya ya Ahmadiyya. Profesa huyo mashuhuri akajenga idara moja ya elimu za kimashiriki pamoja na msikiti ili Waislamu waweze kujipatia elimu ya kidini na pia waweze kufanya ibada yao. Msikiti huu uliojengwa, mchango wake mkubwa ulikuwa umetolewa na mtawala wa Bhopal Begum Shah Jahan, na hata msikiti huo ukapewa jina lake. Kwa vyote vile, profesa huyo alifariki dunia mwaka 1899 na msikiti huu ukafungwa vile vile. Hakukuwepo mtu mwenye kusimamia mambo yake. Kisha katika zama ya Khalifatul Masih wa kwanza, Khwaja Kamaluddin Sahib akaja Uingereza. Yeye akajaribu kufungua msikiti ule na akafanikiwa katika juhudi yake, na kisha akamuindikia
khalifatulmasih awal raziallahu anhu ya kwamba imeundwa kamati moja ya misikiti na mimi nimefanywa kuwa msimamizi wake, na kisha msikiti ule ukaanza kutumika tena, na msikiti huo ulipofunguliwa tena wakati ule josefullah khan saheb pia akaenda kutembelea pamoja na khwaja kamaluddin saheb, na akafika huko na akaswali nafali na akafanya maombi mengi. kisha baada ya muda khalifatulmasih wa pili akatangaza mpango wa kutuma wabashiri, lakini ilikuwa vigumu kupata matumizi yake, na kwa kufanya juhudi mbalimbali na kwa kutumia njia mbalimbali chaudhri fateh muhammad sial saheb akapelekwa uingereza. yeye akafanya kazi pamoja na khwaja saheb kwa muda fulani. kisha baada ya kifo cha khalifatulmasih al awal, khwaja kamaluddin saheb hakufanya baiat ya khalifa wa pili, na chaudhri fateh muhammad sial akamwacha khwaja saheb na akaenda mahala pengine. kwa vyote vile huo ulikuwa ni msikiti wa walking, lakini msikiti uliojengwa na zehebu fulani la waislamu au jumuiya ya ahmadia ni msikiti wa fazl uliojengwa. bila shaka leo katika uingereza na pia katika london vile vile na kwenye nchi za kimagharibi ipo misikiti mingi ya waislamu, lakini heshima ya kuwa msikiti wa kwanza wa london ipo kwa msikiti wa fazl, na misikiti mingine ya waislamu iliyopo hapa haisambazi mafundisho mazuri ya islam katika dunia au kwenye nchi za kimagharibi, ambayo kwayo ujumbe wa upendo, mapenzi, suluhu na amani uweze kuwafikia watu wote kama unavyoendelea kusambazwa na misikiti ya jumuiya ya ahmadia. na kisha hii pia ni fadhili ya allah. misikiti mingine ya dunia ya kimagharibi kwa msaada wa serikali au kwa msaada wa watu wengine, na pia serikali za kiislam pia zina wasaidia watu hawa. misikiti hiyo imejengwa na matumizi yao yanaendelea kufanywa, lakini jumuiya ya ahmadia ina sifa ya kipekee, bali misikiti hii iliyojengwa na misaada ya kiserikali hata saizi pia inapewa matumizi kutoka serikali hapo uingereza, lakini jumuiya ya ahmadia haipokei hela yoyote au mchango wowote. na ni sifa ya misikiti ya jumuiya ya ahmadia ya kwamba misikiti hii inajengwa kwa mchango wa wanajumuiya na kwa sababu ya kujitolea kwaona kwa fadhili ya allah. sasa katika uingereza pia kwa sababu ya kujitolea kwa wanajamaati imeshajengwa makumi ya misikiti, na katika nchi za kimagharibi pia misikiti mingi imejengwa. kwa vyote vile leo napenda kuzungumzia machache kuhusu msikiti wa fazl, na umuhimu wa kueleza habari hizi utaonekana au sherehe tunayokaribia kuifanya juu ya kutimia kwa miaka 100. faida yake tutaipata ambapo tutakuwa wenye kutimiza shabaha ya msikiti ambayo ni haki yake kwamba istawishwe, na ni haki ya kubadilisha hali zetu, ni haki ya kuzidi katika uhusiano kwa allah, ni haki ya kuunganisha vizazi vyetu na msikiti. kazi yetu ni kutimiza haki za kiislam, na kila ahmadia anatakiwa kukumbuka ya kwamba wasifurahie kwa kufanya jalsa moja au hafla moja tu na kuweka mataa juu yake, bali watimize haki ya misikiti huu, waone historia yake na watafakari juu ya historia yake, kisha watafakari juu ya hali zao. kuhusiana na hilo, jambo la msingi ninalotaka kulisema ni ya kwamba kuhusu kusambaza kwa uislamu katika magharibi, hata masihi maud alaihi wassalam amesema mengi. hiki ni kitu ambacho ni msingi wa shughuli zetu za mahubiri. sehemu moja kuhusu kusambaa kwa uislamu katika ulaya, akieleza ruya yake moja, hatmasihi maud anasema ya kwamba vivyo hivyo kutoka kwa jua ambalo litatoka upande wa magharibi, sisi tunaliamini hilo, lakini juu ya ajizi huyo
yaani mimi nilikuwa nimeambiwa katika ruya moja ya kwamba kutoka kwa jua upande wa magharibi kuna maana yake ya kwamba nchi za ulaya ambazo zimenasa katika giza na upotevu tangu zamani zitanawarishwa na jua la ukweli na zitapata sehemu kutoka islam. Alisema kwa yakini sana, hivyo tuwe na matumaini inshallah katika nchi hizi islam itaenea na kusambaa. Kisha kuna bishara yake nyingine, anasema niliona ya kwamba nimesimama juu ya jukwaa moja mjini London na katika lugha ya Kiingereza ninatoa hutuba juu ya ukweli wa islam kwa hoja kali. Baadaye nikakamata ndege wengi ambao walikuwa wameketi juu ya miti midogo midogo na rangi yao ilikuwa nyeupe na walikuwa ndege wadogo wadogo. Hivyo nikatoa utabiri wake ya kwamba sio mimi lakini maandiko yangu yatasambaa kwa watu hawa na wazungu wengi wenye asili njema wenye tabia njema watakubali ukweli huu. Kwa hakika hadi leo nchi za kimagharibi zimepata sehemu ndogo katika dini, kana kwamba mwenyezi mungu alizijalia nchi za asia akili ya dini na akazipatia ulaya na marekani akili kuhusu mambo ya dunia. Alisema ya kwamba hata silsila ya manabii pia tangu mwanzo hadi mwisho ikaendelea kupatikana katika asia na hawa ndio watu waliopata daraja za kuwa mawalii. Sasa mwenyezi mungu anataka kuwaelekea hawa kwa jicho la rehema yake, yaani watu waishio magharibi mwenyezi mungu anataka kuwajaalia rehema yake. basi hii ndiyo kauli ya masihi maud na tumaini lake na dua na habari njema, na hii ni kazi ile ambayo kwa ajili ya kuiendeleza leo jumuiya ya ahmadia nchini uingereza pia na katika nchi zingine za dunia vile vile marekani na katika nchi zingine za magharibi inaendelea kufikisha ujumbe wa kweli wa islam. Na msikiti wa Fazl ulikuwa umejengwa kwa kutimiza shabaha hiyo hiyo, kama nilivyokuwa nimeeleza ya kwamba mwanzoni Khwaja Kamaluddin Saheb alikuja msikiti wa Woking, lakini baada ya kifo cha Khalifatul Masih al-Awwal yeye hakufanya baiat ya ukhalifa, na kwa sababu yake Chaudhry Fateh Muhammad Sial ambaye wakati ule alikuwa pamoja naye akahisi shida katika kufanya kazi pamoja naye na akajitenga naye, na kisha akaenda sehemu nyingine na akaanza kufanya kazi ya mahubiri ya Jamaat Ahmadiyya, na kisha kwa fadhili ya Allah akafanikiwa katika kazi zake. Ilmuradi tunaweza kusema ya kwamba Chaudhry Fateh Muhammad Sial ni sheikh wa kwanza wa jumuiya ya Ahmadiyya aliyekuja hapa akiwa mbashiri, na pia akapata tunda la kwanza ambaye jina lake lilikuwa ni Bwana Kurio, aliyekuwa mwanahabari mmoja akasilimu, na kisha baada yake watu zaidi ya dazani moja wakajiunga na Ahmadiyya. Mahubiri ya Chaudhry Saheb asilimia kubwa yalikuwa ni kwa kupitia hutuba mbalimbali. Yeye alikuwa akifikisha ujumbe wa Islam kwa kufika mahala na maeneo mbalimbali, na alikuwa anatoa hutuba kisha kutoka Qadian Khalifatul Masih Thani akamwita Chaudhry Fateh Muhammad Sial kurejea Qadian na akamtuma Qazi Abdullah Saheb kama mubalik. Yeye pia akafanya kazi kwa muda, na Qazi Saheb pia alikuwa sahaba wa Masihi Maud, na katika hali zile ambapo vita ilikuwa imeshaanza kazi hii ilikuwa vigumu sana. Vita kuu ya kwanza ilikuwa imeshaanza, kazi ya mahubiri haikuwa rahisi, lakini watu hawa wakaendelea kufanya kazi ya mahubiri. Katika zama ya Qazi Saheb nyumba moja ilipangwa katika mtaa wa Store Street ili jumuiya iwe na nyumba ya kudumu, na kisha imeandikwa katika historia ya kwamba Qazi Saheb alikwepo Uingereza, ndipo Khalifatul Masih Thani radhiyallahu ta'ala anhu akamtuma Mufti Muhammad Sadiq Saheb kama mubalik,
yeye aliishi hapa kuanzia 1917 hadi januari 1920. mwaka 1919 josephat muhammad sial saheb na molvi abdurrahim nair saheb wakatumwa uingereza ambao wakafanya kazi kubwa na wakahubiri islam ahmadia. mwaka 1920 josephat muhammad sial saheb akaambiwa na khaliful msih sani kwamba anunue ardhi nchini uingereza ambapo msikiti ujengwe na nyumba moja pia ijengwe na kazi ifanywe, na kwa ajili yake akafanya juhudi na akafanikiwa kununua uwanja huu katika maeneo ya Patni kwa paundi 2,200. taarifa hii ilipofika kwa Khaliful Masih Thani, wakati ule huzur alikuwa katika mahala pa Dilhozi. Huzur akaandaa hafla kubwa na pia akatoa jina la misikiti kama msikiti wa Fazl, na kisha akatangaza kuhusu mchango ili wanajumuia watoe mchango kwa ajili ya kujenga msikiti huu wa Fazl. Na kiwanja hiki Chaudhry Fateh Muhammad Sial Saheb alikuwa amekinunua kutoka kwa Myahudi kama nilivyosema, na tunavyojua hapo kwamba ujenzi mpya umeshafanywa, lakini wakati ule kulikuwa nyumba moja na takriban ilikuwepo ekari moja. kisha historia inatuambia ya kwamba namna ambavyo ujenzi wa msikiti huu ulivyokwenda mbele. wakati wa maonyesho ya Wembley mwaka 1924 baadhi ya viongozi walipata wazo ya kwamba pamoja na kuandaa maonyesho haya ya kimataifa, dini mbalimbali za kidunia pia zionyeshwe na zitangazwe, na kwa kuweka dini ya Ukristo kando ambayo watu wa Ulaya wanaijua sana, taarifa mbalimbali za dini zingine zikusanywe na wajumbe wa dini hizi waalikwe hapa London ili watoe hutuba juu ya dini zao. Na wakamwalika Maulvi Abdurrahim Nayyar ambaye wakati ule alikuwa mbashiri wa Uingereza. Maulana Nayyar saheb akapeleka taarifa Qadian na Khaliful Masih Thani akakubali ombi hili kwamba yeye atatuma mjumbe kutoka Qadian ambaye ataeleza sifa za Islam. Na pamoja na hayo Khaliful Masih Athani akaanza kuandika makala moja, na katika makala ile akaeleza sifa za Islam na mafundisho ya kweli ya Islam, ambayo ikawa kitabu kizito, yani kikubwa, na sasa kimeshapigwa chapa kwa jina la Ahmadiyya au Islam ya kweli. Kwa vyote vile kisha shura ya jamaat ikaitwa na wajumbe wa jamaat akiwemo Mirza Bashir Ahmad saheb na Abdurrahim saheb Dard wakapendekeza ya kwamba hii ni nafasi nzuri, hivyo Khaliful Masih Thani mwenyewe aende huko badala ya kupeleka mjumbe wake, na baadhi ya viongozi wa jamaat pia wawe pamoja naye. kisha huku ikaamuliwa ya kwamba huzur mwenyewe atakwenda Uingereza, na akitembelea Damascus na Misri atafika Ulaya, na atakwenda na watu kadhaa, yani viongozi wa jamaat ambao Josefullah Khan saheb na Mirza Sharif Ahmad saheb pia walikwepo. Watu hawa wawili, Mirza Sharif Ahmad saheb na Josefullah Khan saheb, walikuwa wamekuja hapa kwa kutumia matumizi yao, na Khaliful Masih Thani pia alikuwa ametoa matumizi yake. Kwa vitu vile Khaliful Masih Thani akitembelea Damascus na Misri, na kwa njia ya Italia, Uswisi na Ufaransa akafika Uingereza. Agosti 22, 1924 akafika. Na hapo pia ni jambo moja la ajabu kwamba kuhusu ujio wake huo, yeye alikuwa ameonyeshwa katika ruya kwamba yeye amesimama karibu na ufukwe wa bahari na ameshuka kwenye sehemu moja ya Uingereza, na akiweka mguu juu ya ubao moja anaangalia pande zote nne kama jenerali mwenye mafanikio, mpaka akapata kusikia sauti kwamba William the Conqueror, yani ushindi wa kiroho wa Uingereza ulikuwa umenasibishwa na ujio wake kama ulivyotokea. Magazeti yalipiga chapa habari mbalimbali kuhusu safari ya huzur na ujio wake nchini Uingereza. Huzur alitoka kutoka bandarini na akaenda Victoria, na kisha yeye na wajumbe wake walifika mbele ya kanisa kubwa la Uingereza St Paul, na akisimama mbele ya kanisa hilo akafanya dua
kwa mungu kuhusu islam na ushindi wa tauhidi na kisha akaingia mjini pamoja na msafara wake kwa ajili ya makazi yake sehemu moja ilikuwa imeandaliwa sehemu nzuri ilikuwa nyumba kubwa ambayo ilikuwa imekodishwa kwa sababu ya makala zilizosomwa katika kikao cha kidini yani mkutano wa kidini na pia watu walipokuja kukutana naye na kisha nemtullah khan saheb alikuwa ameuawa shahidi katika kabul katika siku zile zile kwa sababu ya matukio hayo jamaat ikapata umaarufu mkubwa na habari zake zikapigwa chapa katika magazeti mengi na kisha baada ya kutokea kwa hafla hizi zamu ikaaja ya kuweka jiwe la msingi la misikiti na kazi hii pia ikafanywa kwa njia nzuri sana kuhusu misikiti katika historia imeendikwa ya kwamba japokuwa kazi ya mahubiri ilipoanza kufanywa katika ulaya khalifa mthithani aidahullahu taala raziallahu taala anhu alikuwa amepata wazo la kujenga misikiti huko kwani kwa sababu ya kubadilisha nyumba mara kwa mara kazi ya mahubiri ilikuwa inapata madhara makubwa jumuiya iendelee kupanga nyumba katika sehemu moja kwenda sehemu nyingine kazi ya mahubiri inapata madhara makubwa hivyo alikuwa na wazo kwamba jamaat iwe na markazi yake lakini kizwahiri kazi hiyo haikuwa rahisi na ndiyo maana hadi 1919 hakuweza kufanikiwa katika mpango wake kupatikana kwa hela na kisha kutafuta uwanja ambao uwe wa kutosha na uwepo katika mtaa wa watu wema na pia uwe na hali fulani kwamba usiwe na masharti ya kikanuni yani jambo hili na vitu hivi vilikuwa vizuizi vikubwa na kisha kuwavutia watu juu ya ujenzi wake hayo ni mambo ambayo yalikuwa kama vizuizi lakini mwenyezi mungu akaondoa vizuizi vyote na akamsaidia kufanikiwa katika nia yake kwanza kabisa hatua ya kwanza ilikuwa ni kupata hela na kilichotokea ni kwamba baada ya vita kuisha muda ukawadia ambapo thamani ya paundi ikaanza kuanguka chini na paundi thamani yake ilipoanguka chini khalifatulmsithani akapata wazo la kunufaika na muda ule na januari 6 1920 alikuwa anarejea nyumbani baada ya kuswalisha sala ya azuhuri na wakati ule baadhi ya watu waliokuwa wamekuja kwa kuchelewa njia ilikuwa imefungwa hivyo huzur akasimama huko na akaketi na kisha akamwita nazir baitulmal na akamwambia kwamba ukope rupia 1415 na utume uingereza na kwa sababu ya kubadilisha hela kwa kuwa thamani ya paundi imeanguka chini hivyo tutapata paundi nyingi na alipofika nyumbani na kisha akatafakari juu ya mpango wake na nazir baitulmal pia akamwindikia huzur na kisha huzur alipomwindikia nazir baitulmal wakati ule badala ya kuindika rupia 14,15,000 akaindika rupia 30,000 na badala ya kuindika neno la mkopo akaindika neno la mchango huzur alikuwa anasema kwamba hiyo ilitokea kutoka kwangu na wakati ule mimi nikampatika nazar baitulmal maandishi haya na kisha akamwambia kwamba kwa ajili yake watu wajumuishwe baada ya magharibi katika misikiti wa mubarak nafasi haikuwa kubwa na kwa ajili ya kutangaza muda pia ulikuwa mdogo lakini hata hivyo juu ya mwito huo wa huzur 6,000 zikakusanywa siku ya pili akawatangazia kina mama na kisha wakati wa alasiri katika msikiti wa aksa akawatangazia wanaume na kisha januari 9 1920 akatangaza kwenye hutuba yake ya ijumaa na hadi januari 12
mchango wa Qadian ukafikia mpaka 12,000 na watu maskini wa jamaat Qadian wakajitolea sana na wakakusanya mchango. Huzur akasema kwamba kazi hii haikuweza kufanywa bila msaada wa Mwenyezi Mungu, na mimi naelewa kwamba wakati huu ni fadhili ya Mwenyezi Mungu imeunganishwa na michango. Alisema kwamba watu yani Wahamadia walikuwa wamejaa jaziba na watu wanaweza kupiga hisabu ambao wao wameona kwa macho yao. Wanajamaat wote wakiwemo wanaume na wanawake walikuwa wanatoa michango kwa jaziba. Alikuwepo mtoto mmoja maskini, mtoto wa mtu mmoja kibarua. Alisema kwamba nimekusanya rupia 13 na senti 50 na mimi natuma kama mchango. Muslim Maud anasema kwamba sijui kwamba mtoto huyo atakuwa amekusanya hela ile kwa matumaini gani, lakini jaziba ya kidini ikamshawishi kutoa hela ile katika njia ya Allah, na kwa vitu vile watu waliendelea kuzidi katika kujitolea. Kisha huzur akapeleka tangazo hilo katika maeneo ya nje kama vile Gurdaspur, Lahore, na alikuwa na wazo kwamba 30,000 zitakusanywa kutoka wilaya hizi tatu. Na kisha huzur akasema kwamba nikapata hofu kwamba jamaat zingine matau mengine yasiwe na nafasi ya kulalamika, hivyo akawatangazia wote na akaongeza hela hadi 100,000 ili watu waweze kupata thawabu. Mtu mmoja akamwindikia Musleh Maud kwamba ufanye dua Mungu anisaidie na anipatie mafanikio katika biashara yangu, na mimi nitatoa hela yote itakayotumika juu ya ujenzi wa misikiti. Huzur alisema kwamba mimi sikumpatia ruksa yake, kwani sikuwa na nia kwamba wengine wakose thawabu. Hivyo hela hiyo ikaanza kukusanywa na kwa kupitia bank wa India ikapelekwa Uingereza, ambayo ilikuwa ni 3,468. Naweza kupiga hisabu ya wakati ule na wakati huu, na katika rupia ilikuwa kama ni 52,000 rupia, na wakati ule thamani ya paundi ilikuwa imeanguka, hivyo jamaat ikapata paundi zaidi. Yani wakati ule paundi ilikuwa imeshuka kutoka 15 hadi rupia 6, yani rupia 6 kwa paundi moja. Na ujenzi wa misikiti huu na hafla ya kuweka jiwe la msingi kama nisemavyo iliwekwa pamoja na ujio wa Khalifatul Masih Thani 19 Oktoba 1924, siku ya Jumapili. Jiwe la msingi likawekwa. Imeandikwa katika historia kwamba Oktoba 18, 1924 gazeti lilikuwa limeandika kwamba kulikuwa na bishara ya kuhusu msimu, kwamba msimu utakuwa mzuri na jua litatoka, lakini Mwenyezi Mungu akabatilisha bishara ile na akatoa ushahidi wa dhati yake, na mvua ikaanza kunyesha kutoka asubuhi. Huzur alipopewa habari yake akasema kwamba hakuna haja ya kuwa na wasiwasi, jambo hili ni zuri sana. Watu watakao kuja katika hali hii watakuja kwa ikhlasi. Hazur amesema hata kesho pia kuna bishara kuhusu mvua, tuone kwamba inatimia au la. Hazur alisema kwamba watu watakuja kwa ikhlasi na inshallah kipindi hiki au mkutano huo utafanikiwa. Wakaweka hema dogo ili watu waweze kukaa katika hema na waweze kusikiliza hafla na jalsa kwa utulivu na waweze kuona. Watu wakapewa mialiko, walikuwepo wabunge, wanasiasa na watu wa serikali na watu wa aina aina. Muda ulikuwa mdogo, hivyo jamaati ilikuwa na wazo kwamba watu wachache watakuja, lakini watu wakaja kwa wingi na wajumbe kutoka nchi mbalimbali pia wakashiriki na mpango huo ukafanikiwa sana. Wakati wa hafla hii Khalifatul Masih Thani radhiallahu anhu alisimama katika sehemu ambapo ilikuwa imewekwa kwa ajili ya kuweka jiwe la msingi, na Hafidh Hussein sahib akasoma sura Al-Lail na sura Al-Ala,
na kisha khalifa mthithani akatoa hutuba na katika hutuba yake huzur alisema kwamba leo tumejumuika kwa ajili ya kazi ambayo ni kazi ya ajabu katika dhati yake, yaani tumejumuika ili kuweka jiwe la msingi la jengo ambalo ni kwa ajili ya kumkumbuka mwenyezi mungu na kudhihirisha ibada yake. dhati ambaye ni mwenye kuumba dunia nzima. Watu ambao wanaishi katika nchi yoyote au wanaishi katika serikali yoyote au wanaongea lugha yoyote, wanapofika hapa wanakuwa kitu kimoja. Mwenyezi mungu ni dhati ambaye mbele yake hakuna swali la mtu mkubwa au mdogo au mweusi au mweupe au mtu wa mashariki au magharibi, kwani mtu anapoenda karibu yake hitilafu inafutwa na umoja na mshikamano unazidi. Hivyo leo tumejumuika hapa ili kuweka jiwe la msingi la jengo ambalo ni nishani katika umoja na mshikamano, na linatuhimiza kwamba chimbuko letu na marejeo yetu ni mmoja. Hivyo hatutakiwi kupigana kwa sababu ya hitilafu zetu. Na pia alisema kwamba hitilafu inaendelea kutokea na hitilafu si jambo jipya, hitilafu inaendelea kutokea tu. mtume saa salam alisema kwamba hitilafu zinakuwa nishani ya rehma na hazileti madhara, lakini kitu kilicho kibaya ni kuto kuvumilia. yaani hitilafu inapotokea mtu asiwe na uvumilivu, hapo mambo yanaharibika. kila mmoja anataka kwamba kile ninachosema watu waafikiane nami. hilo halitakiwi kupatikana, bali hitilafu ni maendeleo, nishani ya maendeleo, na kitu hiki kikipatikana kwa mtu basi mafanikio yanakuwa karibu yake. na kisha alisema kwamba mtu anatakiwa kuwa na uvumilivu. watu wanasema kwamba hitilafu ni kitu kibaya. ikiwa hitilafu ni kitu kibaya, basi uvumilivu una maana gani? uvumilivu utakuwepo pale ambapo hitilafu itakuwepo, na uvumilivu unaweza kufanywa pale ambapo mtu anakuwa na hitilafu, na ndipo mtu avumilie na asifanye juhudi ya kuwapatia wengine madhara kwa njia isiyofaa. huzur alisema kwamba kitu ambacho dunia inakihitaji ni uvumilivu, yaani watu pamoja na hitilafu katika itikadi waishi kwa upendo na kwa amani. bila shaka kila mtu ana haki ya kuwaita wengine upande wa jambo ambalo analiona kuwa zuri kwa ajili yao, kwani bila mahubiri elimu haziwezi kupata maendeleo. lakini mtu hana haki ya kubadilisha ulimi au matendo yao kabla ya kubadilisha mioyo yao, au kwa sababu ya hitilafu afanye juhudi ya kuwauzi wengine. yaani hatakiwi kutumia ukali katika kubadilisha ulimi au matendo, bali anatakiwa kubadilisha mioyo ya watu. kisha alisema kwamba msikiti unajengwa ili kuzalisha roho ya namna hiyo, na islam imetoa jina kama baitullah, yaani nyumba ambamo mtu hana haki kwamba kwa sababu ya hitilafu zake aweze kumfukuza yeyote au aweze kumuuzi yeyote, kwani hii si nyumba yake bali nyumba ya mungu. lakini mashekh wa kipakistan wanaelewa kwamba ni matakwa yetu tuwatende wahamadia kama tunavyotaka, na wanawasumbua wahamadia. huzuri alisema kwamba hii si nyumba ya mtu binafsi bali ni nyumba ya mungu. ndani ya kutukufu mwenyezi mungu anasema kwamba waman aslamu mimman mana masajid allah, masajid allahi an yuzkara fihi ismuhu, yani
nani anaweza kuwa mzalimu zaidi kuliko yule ambaye awazuie watu kuja kufanya ibada ya mungu katika nyumba yake na awazuie kwamba wasifanye ibada yake. zuluma hii inaendelea kufanywa na mashekh wa pakistan juu ya jina la islam. alisema kwamba inathibitika kutoka historia kwamba safari moja ujumbe wa wakristo wa yemen wakaja kwa mtume saa salam. walipokuwa wanaongea naye muda wa ibada yao ukawadia, wao wakamwomba mtume ruksa ili waende nje na wafanye ibada yao. mtume akasema kwamba hakuna haja ya kwenda nje, mufanye ibada yenu katika misikiti wetu. kutoka amri ya kurani tukufu na matendo ya mtume inathibitika kwamba mlango wa misikiti ya kiislam uwazi kwa kila mtu ambaye anataka kufanya ibada ya mungu, na misikiti ya kiislam ni markaz ya kuwajumuisha watu wa dini mbalimbali. na kisha hazur alisema kwamba kwa roho hii na kwa jaziba hizi nilizozieleza, sisi yani jumuiya ya ahmadia imefunga nia ya kujenga misikiti huu na mimi na ufungua, na leo mimi nitaweka jiwe lake la msingi. na kabla yake ningependa kutangaza ya kwamba msikiti unajengwa kwa ajili ya ibada ya mungu tu, ili mapenzi ya allah yastawi katika dunia na watu waelekee upande wa dini, kitu ambacho bila kwacho mtu hawezi kupata maendeleo ya kweli na amani ya kweli. na sisi hatutamzuia yote ambaye anataka kufanya ibada ya mungu mmoja. sharti ni kwamba yeye azingatie kanuni za msimamizi na pia asilete vizuizi katika njia ya wale ambao wamejenga msikiti huu kwa ajili ya kutimiza haja zao za kidini. na mimi nina yakini kwamba roho itakayozalika kwa kupitia msikiti huu itatusaidia ili kuondoa fitina na ufisadi kutoka dunia na kustawisha amani, na siku zile zitakuja ambapo watu wakiacha vita na mapigano wataishi kwa pamoja na kwa amani na upendo, na dunia nzima itahisi jambo hili kwamba kwa kuwa muumba ni mmoja wa dunia nzima, hivyo wote wanatakiwa kuishi kwa pamoja, na badala ya kuwa kizuizi katika njia ya wengine wanatakiwa kuwasaidia wenzao. na kama vile baba hapendi kwamba watoto wake waendelee kubishana na kupigana, vivyo hivyo mungu pia hapendi kwamba watu wake na viumbe wake waendelee kupigana vita. kisha alisema kwamba kwa sababu ya kwenda mbali na mungu, vita zinazotokea katika dunia, na ndiyo maana mwenyezi mungu amemtuma masihe maud alahsalatu wassalam katika dunia hii ili aweze kuondoa umbali huo, na mwenyezi mungu amemtuma masihe maud ili aweze kuwakusanya wote na pia aweze kuondoa hitilafu zao na azalishe upendo na mapenzi baina yao. hivyo jumuiya ya ahmadia kwa fadhili ya allah itaendelea kuondolea mbali vita vyote vya mataifa na vita vya kisiasa, na sisi tuna imani na tuna matumaini kwamba dini mbalimbali za kila nchi na watu wenye asili njema watatusaidia katika juhudi zetu, watatusaidia katika juhudi hizi kwamba amani istawishwe. na alisema kwamba tumeanza kuona athari zake, kama vile wakati ule watu wengi walikuwa wamekuja. huzuri alisema kwamba leo watu wa mataifa mbalimbali wamejumuika hapa, na hiyo inazihiri kwamba tunaendelea kuwa pamoja. na baada ya kupita karne moja katika zama hizi, pia tumeona leo pia kwa fadhili ya allah watu wengi wa mataifa na madini mbalimbali wanapokuja wanasema kwamba tunapokuja katika mkutano wa jamaat tunakuwa kitu kimoja. na katika msikiti huu kama wanakwenda huko na wanaswali kwenye msikiti wa fazl, watakuwa wameona kwamba Khalid Sisani alikuwa ameweka ubao moja ambao juu yake imeandikwa kwamba mimi Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Khalid Sisani, imam wa jumuiya ya Ahmadiyya,
ambayo makao makuu yake ni Qadian katika jimbo la Punjab nchini India, kwa ajili ya kupata ridhaa ya Allah na kwa ajili ya shabaha hii kwamba jina la Mungu litangazwe katika Uingereza na watu wa Uingereza pia wapate sehemu kutoka baraka tulizopata sisi. Leo 20 Rabiul Awwal 1343 Hijria naweka jiwe la msingi la msikiti huu na nafanya dua kwa Allah kwamba Mwenyezi Mungu akubali juhudi ya wanaume na wanawake wa Jamaat Ahmadiyya na pia afanye mpango kwamba msikiti huu ustawishwe na kwa daima dawamu aufanye msikiti huu kwa njia ya kusambaza uadilifu, uchamungu, wema na mawazo ya upendo, na pia msikiti huu ufanye kazi ya kutangaza na kusambaza nuru ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naibu wake hat Masihi Maud rasulullah katika nchi hii na katika nchi zingine. Ewe Allah ufanye itokee hivyo. Oktoba 19 1924 hayo yameandikwa huko. Kwa fadhili ya Allah pamoja na maombi hayo msikiti wa Fazl jibu lake la msingi likawekwa na magazeti mbalimbali yakapiga chapa habari hizi na pia yakachapisha nukuu mbalimbali kutoka hutuba ya Musleh Maud na pia wakaeleza kwamba jamaati inafanya kazi nzuri sana. Yale yote niliyoeleza nimeeleza kwa kifupi tu, ila hali maelezo ni mengi na anataka kusoma anaweza kusoma kutoka asili yake. Msikiti huu ulijengwa na baada ya miaka miwili 1926 ukafunguliwa rasmi. Shah Faisal alitakiwa kuja ili kufungua rasmi, ambaye alikuwa mwanamfalme. Baba yake alikuwa amemwambia kwamba aende na alikuwa amepewa ruksa, lakini kisha kwa sababu ya ushawishi wa Waislamu mfalme akamzuia na kisha Sheikh Abdul Qadir Sahib akaja kufungua rasmi na akaeleza kwa maneno wazi kwamba mimi si Ahmadiyya, lakini sisi tunataka kuitumikia Islam, hivyo tunatakiwa kusaidiana tukiwa nje ya hitilafu zetu. Na huo ulikuwa ni moyo wake mkunjufu aliyoeleza. Mwenyezi Mungu amjalie malipo mema. Hiyo ilikuwa historia fupi ya msikiti wa Fazl, na hii ndio ilikuwa sababu ya kujenga msikiti huu kwamba katika Ulaya Islam isambazwe. Hivyo leo kama nilivyokuwa nimesema kwamba tunaendelea kuandaa hafla juu ya kutimia kwa karne moja. Hivyo mkutano huu si mkutano wa kidunia au kwa ajili ya shabaha fulani ya kidunia, bali kama ilivyo wazi kutoka maandiko ya Musleh Maud na maandiko ya Masihi Maud, nimeeleza kwamba msikiti ni mahala ambapo watu wajumuike kwa ajili ya ibada ya Mungu na wafanye ibada ya Mungu mmoja na waweze kutimiza haki za wenzao, wajirekebishe na pia waongeze viwango vya hulka zao. Katika zama hizi wakati ambapo watu wanaendelea kumsahau Mungu, umuhimu wa misikiti umeongezeka maradufu. Sawa na mafundisho ya Allah, shabaha ya kuumbwa kwa binadamu ni ibada, shabaha ambayo tunaendelea kwenda mbali. Hivyo leo tunatakiwa kufanya juhudi kwamba tutimize haki za ibada, na pia katika mazingira yetu na watu waishio pamoja nasi na pia vizazi vyetu tuwahimize na tuwahamasishe kwamba maisha ya kweli na wokovu wetu wa kweli ni katika jambo hili, kwamba sisi tumwabudu Mwenyezi Mungu na tutimize haki yake na pia tutimize haki za waja wake, tufuate amri zake zote. Ndipo tunaweza kuendesha dunia hii kwa amani na kwa suluhu na kwa upendo na amani, na tunaweza kuishi humo vizuri. Waila katika dunia hii hakuna chochote isipokuwa ufisadi na mabishano tu, jambo ambalo tunaliona siku hizi. Kila Ahmadiyya anatakiwa kukumbuka shabaha hii. Mtume sasa aliwahi kusema kwamba kile mnachopenda kwa ajili yenu mupende kwa ajili ya wengine. Kwa mujibu wa mafundisho hayo, kila Ahmadiyya ana wajibu wa kusambaza ujumbe huu wa Islam, ujumbe wa upendo na amani, afikishe kwa dunia nzima na awaambie watu wa dunia na awaeleze kwamba huu ndio mzamini wa wokovu wa binadamu na hakuna kitu kingine min ghairi yake. Waila vizazi vijavyo wataendelea kuanguka katika mashimo ya upotevu, na inawezekana kwamba vizazi vijavyo wazaliwe huku wakiwa walemavu.
hivyo kuna haja ya kuwaambia watu mwenyezi mungu atusaidie sote na atujaalie tuweze kutimiza haki ya misikiti huu, tuweze kutimiza haki ya kila misikiti, si misikiti huu bali kila ahmadia, kila sehemu, kila mahala. Kustawisha misikiti na kutimiza haki yake ni wajibu wake, na kwamba anatakiwa kutimiza haki ya ibada yake. Tuweze kutimiza haki ya kufikisha ujumbe wa allah kwa wengine, na tuweze kutimiza haki ya mahubiri ya islam, na kwa maana ya kweli tuwe waislamu ambao kwa ajili yao mwenyezi mungu alikuwa amemwambia mtume salallahu alaihi waalihi wasallam katika zama hizi, akamtuma mfuasi wake mkweli ili islam iweze kuhuishwa tena na katika dunia utawala wa islam na mungu upatikane na bendera ya mtume muhammad sallam ताकि इस्लाम की नशत सानिया का दौर दोबारा शुरू हो और दुनिया में इस्लाम और खुदा वाहिद की हुकूमत कायम हो और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा दुनिया में लहराए। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر